Hapa ni eneo letu la vipando kwa halmashauri ya wilaya ya Kilosa, na hapa tuna vipando vya aina mbalimbali. Vipando jamii ya mboga mboga kama tunavyoviona, lakini pia tuna vipando vya jamii ya mazao ya chakula kama mahindi, lakini pia tuna matunda aina ya ndizi. Ndizi ziko aina tofauti tofauti ambazo zinalimwa katika halmashauri ya wilaya ya Kilosa. Lakini pia tuna vipando vinavyosababisha kutoa mafuta kwa maana ya alizeti. Tunao pia mazao ya kimkakati ambayo tuna mchikichi, lakini pia tuna karafuu kwenye shamba letu la vipando, lakini pia tuna mazao ya kimkakati kama vile kokoa, lakini pia tuna mazao ya kimkakati mengine kama korosho na mazao mengine aina tofauti tofauti. Kwenye eneo letu la vipando pia tuna mazao ya mifugo kwa maana ya malisho ya mifugo, lakini pia tuna samaki. Hii inakamilisha kabisa idara ya kilimo, mifugo na uvuvi. Kwa hiyo ukija kwenye eneo letu la vipando unakutana na mazao ya aina hayo. Pia nisingeweza kusahau, kuna zao ambalo linalimwa kwa wingi sana katika halmashauri ya wilaya ya Kilosa kwa maana ya mkonge. Nianze kuelezea kwa kifupi tu baadhi ya mazao. Leo napenda nielezee zao la kitunguu ambacho hapa mbele yetu kipo. Kitunguu hiki tuna aina tofauti tofauti. Tumezoea kuwa na aina ya kitunguu kwenye halmashauri yetu jamii ya Red Bombay, lakini hapa pia tuna Red Kiole, lakini pia tuna kitunguu hii inaitwa Buff Time. Buff Time ni kitunguu tofauti kidogo na Red Bombay ambayo tumezoea na ile Red Kiole. Buff Time ukiangalia utagundua kwamba kuna utofauti huo. Red Kiole tayari imeshafikia hatua ya uvunaji, lakini bado Buff Time bado haijafikia hatua hiyo. Na hiki vinatofautiana, vimepandwa kwa tarehe zinazofanana, zote zimepandwa kwa tarehe 20, lakini uvunaji ni kwamba hiki kinaenda miezi kuanzia siku 100 mpaka 120, lakini ndani ya miezi mitatu Red Kiole unaweza kuvuna. Ndio maana hapa iliyopo yuko tayari kwa ajili ya kuvunwa, lakini kile kitunguu kingine bado hakipo tayari kwa kuvunwa. Utofauti mwingine ni kwamba hiki kinakuwa na rangi ya nyeupe, lakini Red Kiole rangi nyekundu. Ni rangi ambayo kwa sasa sokoni kinapendwa sana. Lakini hii Buff Time kwa nini tumeweza kukitangaza? Ni kwamba kinaweza kuhifadhika kwenye ghala kuanzia miezi 3 mpaka 6 pasipo kuharibika. Kwa maana ya kwamba kama mkulima atakuwa amevuna off season, ambapo anaweza akavuna kipindi ambacho bei imekuwa ya chini na yeye anataka kupata faida zaidi, anaweza kuhifadhi kwa muda mrefu akauza kwa wakati ambao anaweza kupata faida. Lakini hatulimi tu mazao ya mboga mboga kwa kule shambani, lakini pia eneo la wilaya Kilosa tuna miji. Kwa maana tuna halmashauri tuna miji ambayo kuna mji wa Mikumi, lakini pia kuna mji mdogo wa Kilosa wenyewe, lakini kuna eneo ambalo ni Dumila ambako ni mji ambao kimsingi wananchi wengi pia wanaishi pale mjini. Sasa wataishije na watakula nini? Kwa maana ya mboga za majani. Tukaona tubuni mazao hayo ya mboga, lakini kwa njia tofauti. Badala kwenda kulima shambani, tukaona tulete hii teknolojia. Teknolojia hii ni kwa ajili ya mboga za nyumbani, kwa maana ya kitalu cha nyumbani, tunaita kitchen garden. Hii imetengenezwa hapa unavyoona, imetengenezwa na material tofauti tofauti kama na huu mchanga, lakini ili huu mchanga uweze kukaa, tumeweza kupata hii nylon ngumu. Lakini kitalu hiki kimebeba hapa unavyoona, kina mazao zaidi ya 4, kina mazao 5. Kuna Chinese hapa, kuna figili hapa, kuna mchicha poli kwa maana ya bwasi, lakini kuna mchicha lishe, lakini pia kuna mnavu. Tumeweka hivi kwa sababu gani? Kwa sababu leo unaweza kaamka unajisikia kula mnavu, lakini pia unaweza kaamka ukajisikia unakula mchicha, lakini unaweza kaamka unataka kula aina tofauti na ile ambayo itakuwepo, ambayo itakulazimisha sasa utoke ukanunue mboga nje. Lakini kitalu hiki pia kina mchanganyo wa huu mchanga, maana yake imechanganywa na mbolea ya samadi. Mbolea ambayo kwa kawaida sisi wakulima tunafuga kuku, lakini pia tunafuga wanyama wadogo wadogo kama mbuzi,
kondoo, lakini pia wapo ambao wanafuga mpaka ng'ombe wa maziwa. Sasa kile kinyesi badala ya kutumika kwamba kitatupwa kwa maana ya uchafu, lakini unaweza kutumia mchanga au udongo ambao unachanganya kutengeneza udongo ambao una rutuba ya kinyesi cha hao wanyama kwa maana ya samaki. Kwa hiyo sasa badala ya kufanya ni uchafu, kumbe unarudisha tena, unaenda kukuzalishia mboga. Na kwa maana hiyo mboga hii ni salama kwa sababu haitumii samadi. Lakini kitalu hiki utengenezaji wake ni kwamba kabla hujaweka udongo unatakiwa uweke kiasi fulani, sentimita kama 2 kutoka pale chini. Unaweka nyasi zilizokauka na mbichi ili ziweze kuoza kwa haraka. Ndani ya siku 21 zinakuwa zimeoza. Lakini wakati huo sio kwa maana ya kwamba unapoweka unasubiri zioze. Unachanganya na mchanga unaweka hapo juu, lakini automatically nyasi zitakuwa zimeoza. Na kila ngazi unatakiwa uweke nyasi. Na inakuwa ni rahisi hata kutoa huduma kwa maana umwagiliaji. Unaona hapa nashika mpaka mwisho. Maana yake ni rahisi hata katika kumwagilia unaweza kumwagilia. Lakini pia tuna kitalu kingine hiki cha Kiroba, bustani Kiroba. Nafikiri hii inafahamika, inajulikana. Hiki kuna pia Chinese, lakini pia tuna kitunguu. Maana yake unaweza kupata kiungo pia kupitia hichi kitalu. Hiki nacho ni kitalu cha Kiroba kama unavyoona, na hapa katikati ndipo panatumika kumwagilia ili maji yasambae. Hapa katikati yanawekwa mawe. Haya mawe unamwagilia hapa, maji yanapenya, yanaingia. Hauna haja ya kumwagia pembeni kwa sababu ukimwagia pembeni utaozesha huu mfuko. Lakini ukimwagia hapa maana yake itakuwa inafika kwa urahisi. Lakini kama nilivyokuambia ndugu mwandishi, ni kwamba halmashauri ya wilaya Kilosa tuna mazao ya kimkakati kama unavyoona. Ni zao letu hili la mchikichi. Tumeona kwenye banda letu kuna mawese yamesindikwa, lakini mawese yale yanatokana na nini? Yanatokana na huu mmea mchikichi. Sasa hivi ukiangalia unakuja kuona imeshaanza kutoa chikichi ambazo baadaye zinakwenda zinasindikwa na zinapatikana mafuta. Lakini pia tumesema tuna karafuu ambayo ni hii hapa. Hii karafuu inatumika kwenye maeneo ya milimani, lakini pia ukija upande huu kwa upande huu unakuja kuona kuna mazao kama pamba. Nafikiri tunalima kwa wilaya Kilosa, lakini tuna ufuta, lakini pia tuna alizeti. Na ufuta sasa hivi umeingia kwenye stakabadhi ghalani, tumeona kwenye zao banda la ushirika. Lakini tuna mkonge pia ni zao ambalo linatupatia mapato katika halmashauri ya wilaya Kilosa, lakini wananchi wanaweza kujikimu kupitia zao mkonge. Hapa tuna mahindi ambayo kwa kawaida ni chakula kikuu kwa halmashauri ya wilaya Kilosa, ikiwemo na mpunga. Haya ni mahindi aina tofauti, kuna faru, kuna shoka, lakini pia hapa tuna hayo mahindi. Tuna mahindi ya jamii ya Minika, lakini tuna mahindi ya Sidiko. Lakini pia hapa ningependa tufike hapa tuelezee, hapa tuko na mkulima, lakini pia napenda kuelezea hapa ni kwa nini wengi tunajua tu yale mahindi ambayo tunalima kwa kawaida bila kuchanganya na kitu chochote. Lakini hapa ukiangalia tuna kilimo tofauti kidogo na kile tulichozoea. Hii kilimo kinaitwa kilimo msitu, kilimo agroforest. Kilimo msitu inachanganywa na aidha tutachanganya na miti au utachanganya na mazao jamii ya matunda. Ni miti hiyo lakini ya matunda. Sasa faida yake ni nini? Huu mti, haya majani yake unayoona yana nitrogen ya kutosha. Haya majani ukishayavuna unayakausha. Ukishakausha unayasaga. Ukishayasaga haya majani unatengeneza mbolea. Ile mbolea ukiangalia inakuwa kama ni samadi. Lakini ni mbolea ambayo ukiweka pale ukimwagia maji inanyonywa. Maana yake tayari hapa ni mazao ambayo ya mahindi, lakini natumia pembejeo za asili. Na pembejeo kubwa iliyotumika hapa ni haya majani ambayo yanatokana na huu mti. Lakini na ukiangalia mahindi haya na yale kule yana tofauti. Haya ya kijani imekuwa ni kubwa zaidi. Faida yake nyingine ni kwamba hatutumii mbolea ya kiwandani ambayo ni adimu upatikanaji wake, lakini gharama, lakini pia yana madhara makubwa kiafya katika mwili wa mwanadamu. Kwa hapa ukija unakutana na hili shimo. Wengi wakija wanasema hili shimo ni kwa ajili ya kutupia takataka, lakini hapana. Hili shimo ni kwa ajili ya
uchomaji wa miti ambayo yameshakatwa kutoka kwenye hii miti tuliyoiona kwenye haya mahindi. Yakishakatwa tunaweka kwenye shimo. Tukishaweka kwenye shimo kama hili tunachoma. Tukishachoma tunapata mkaa ambao hapa leo ndio huu hapa. Unakuja kuona huu mkaa. Huu mkaa umepatikana kupitia shimo hili. Na miti ambayo tumezungumza kwamba inachomwa ni hii hapa. Iko hapa ambayo baada ya ule mkaa tukishautumia ili tuweze kupata mkaa mwingine tunachukua hii miti tunaweza kuchoma pale. Na mkaa huu unasaidia nini? Mkaa huu unasaidia kutunza unyevu. Tukishamwaga maana yake unatunza unyevu kwenye haya maeneo, lakini mkaa huu una sources za carbon. Ukiangalia pia kwenye teknolojia hii, ukiacha na matumizi ya hizo pembejeo za asili, lakini pia kwenye shimo letu ukiangalia kuna tofauti na vile wakulima wetu wanavyopanda. Shimo letu tunalipanua kidogo ili tuweze kupata hizi mbegu. Tunapanda mbegu mbili. Shimo tunasema lina mbegu mbili, lakini mbegu hizi utakuta ukiangalia kuna kama sentimita 25 zimeachwa pale. Kwa nini zimeachwa kati ya mmea na mmea ndani ya shimo moja? Ni ili zisiweze kufanya competition ya chakula, kwa maana wasiweze kugombania chakula. Kwa hiyo mzizi ukishatokea pale unakula chakula yake na ule unakula, lakini ukizikutana au usipozigawa, maana yake hii mizizi mingine inayokutana inagombania chakula. Matokeo yake kinachotokea ni kwamba mmea unaweza kaona kuna mmea mwingine unakuwa ni dhaifu, mwingine unakuwa imara. Kwa hiyo hata upatikanaji wa muhindi na wenyewe unakuwa unatofautiana. Lakini hapo ukiangalia kila kitu kinaenda sawa. Yaani ukiangalia huu, unaona zote zinafanana kwa sababu hakuna upambaniaji wa chakula. Asante sana. Kwa maana hiyo, hii ndio wilaya ya Kilosa na hizi ndio shughuli ambazo tunazifanya katika halmashauri yetu ya wilaya ya Kilosa. Nilikuwa nimezungumzia pia mazao ya kimkakati ikiwemo na korosho na kokoa. Pale tuna kitalu cha kokoa, lakini pia tuna kitalu cha korosho. Ukiangalia hapa hizi zinazoendelea kukua sasa ni korosho. Hizi ni korosho, hapa bado wiki 2 zinaweza kupelekwa shambani. Hizi tayari. Hii ni kokoa ambayo hapa tayari unaweza kupeleka shambani kwa ajili ya upandaji. Ndugu mwandishi, mpaka kufikia hapo niweze tu kusema napenda kuwakaribisha wananchi wa halmashauri ya wilaya ya Kilosa, lakini wakiwemo na wananchi wengine ambao wanaona kwamba halmashauri ya Kilosa imeweza kufanya vitu vyake katika shamba hili la vipando. Lakini wananchi wa halmashauri ya wilaya ya Kilosa wakija katika halmashauri yetu wataweza kujifunza mbinu mbalimbali za upandaji wa mazao tofauti tofauti, na wanaweza wakaona utofauti uliopo kwamba unaweza ukawa na mazao mengi kwenye eneo lako dogo.